Okay, fresh. Bwana, karibu sana mwanamichezo wa Rick Media. Mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Bwana, nataka nikupitishe kwenye tukio moja kubwa sana la kihistoria ambalo limefanyika jana pale Morocco kwenye jiji la Rabat. Jana bwana, zimefanyika tuzo za wanamichezo bora barani Afrika. Tumeshuhudia wanamichezo mbalimbali ambao wanacheza soka ndani na nje ya mipaka ya Afrika, wanawake kwa wanaume ambao wamefanya vizuri. Jana wameweza kuondoka na tuzo kwenye vipengele mbalimbali. Tumeshuhudia baadhi ya nyota ambao tuliozoea kuona NBC ligi ya Tanzania nao wakibuka videdea wakitoka na tuzo barani Afrika, tuzo kubwa sana barani Afrika. Lakini pia tumeshuhudia kila kipengele cha mwanamichezo bora, na maanisha yule mshindi wa Ballon d'Or wa Afrika jana pia ameweza kutangazwa. Sasa mimi nataka nikupitishe kwenye baadhi ya washindi ambao wameweza kuibuka na tuzo hapo usiku wa jana, tuzo ambazo zilifanyika pale Morocco kwenye jiji la Rabat. Bwana, sehemu ya kwanza nataka nikupitishe kwenye tuzo ya mchezaji bora chipukizi barani Afrika, tuzo ambayo imeenda kwa kijana kabisa huyu Osman Maama ambaye anakipiga pale kwenye klabu ya Watford. Usiku wa jana yeye aliweza kuibuka na tuzo ya mchezaji bora chipukizi. Sehemu nyingine ni tuzo ya goli bora la mwaka Afrika. Bwana, nyota wa Young Africans Clement Mzize jana ameweza kuibuka na tuzo ya goli bora la mwaka, goli ambalo aliwafunga TP Engelebe Mazembe kwenye dimba la Benjamin Mkapa msimu uliopita kwenye michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Goli ambalo limeonyesha kwamba namna gani ambavyo sasa soka letu linapiga hatua na tumekuwa na wachezaji wenye ubora wa kiasi hicho. Japo tunakumbuka alishawahi pia mchezaji kutoka NBC kushinda tuzo ya goli hilo, na maanisha Pape Osman Sako kipindi yuko Simba, goli lake ambalo aliwafunga Berkane kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, naye aliweza kuchukua tuzo ya goli bora barani Afrika. Lakini kama ambavyo tunafahamu, Pape Sako sio mzawa, sio Mtanzania. Tuzo ambayo ameishinda Clement Mzize ni inakuwa tuzo ya mzawa wa kwanza, Mtanzania wa kwanza kushinda tuzo ya goli bora la mwaka pale CAF. Na tuzo hiyo ya Clement Mzize iliweza kupokelewa na rais wa Young Africans Engineer Hersi Said, ambaye alimwakilisha Clement Mzize kwenye hizo tuzo. Kama ambavyo tunafahamu, Mzize mwenyewe ni majeruhi na bado anaendelea kuuguza majeraha yake, kwa hiyo hakuweza kuhudhuria kwenye tuzo hizo, na tuzo yake iliweza kupokelewa na rais wa klabu hiyo ambaye pia ni mwenyekiti wa ile shirikisho la vilabu barani Afrika, African Clubs Association. Yeye ni mwenyekiti pia. Jana aliweza kumpokelea tuzo hilo, na Clement Mzize mwenyewe baada ya kutangazwa kuwa mshindi wa tuzo hiyo, kuna video pale ambayo waliicheza moja kwa moja kutoka pale CAF akiwashukuru mashabiki wa Young Africans, akiwashukuru uongozi wa Young Africans, benchi la ufundi kwa kumsupport na kuweza kumfanikisha kushinda tuzo hiyo. Lakini kipengele kingine pia tulishuhudia kipengele cha timu bora ya mwaka, timu ya taifa bora ya mwaka, ambapo kwenye hiki kipengele tunajua zilikuwepo timu tatu ambazo zilikuwa zinawania tuzo hiyo. Ilikuwepo timu ya taifa ya Cape Verde ambayo yenyewe kwa mara ya kwanza imeandika historia ya kuweza kufuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Lakini ilikuwepo timu ya wakubwa ya pale Morocco, lakini ilikuwepo na timu ya vijana under 20 ya Morocco ambayo yenyewe imetoka kushinda kombe la dunia la vijana hivi karibuni. Na tuzo hiyo tulishuhudia ilienda kwenye timu ya taifa ya Morocco ya vijana, iliweza kuchukua tuzo hiyo. Hawa ni mabingwa wa kombe la dunia la vijana kwa mwaka huu 2025. Lakini kipengele kingine kilikuwa ni kipengele cha timu bora ya mwaka, club bora, na maanisha kwenye ngazi ya vilabu. Na hapa tuliona bingwa wa kombe la
ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, Pyramids aliweza kuchukua tuzo hiyo ya timu bora ya mwaka kwa wanaume. Pyramids ndiye ambaye alishinda tuzo hiyo. Lakini kipengele kingine tulishuhudia mchezaji bora wa mwaka kwa wachezaji wanaocheza ligi ya ndani. Na hapa tukashuhudia Fiston Mayele, mchezaji ambaye amewahi kupita Young Africans kwenye ligi ya Tanzania, tunamfahamu, amewahi kuwa mfungaji bora. Yeye aliweza kushinda tuzo hiyo ya mchezaji bora wa mwaka kwa wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani. Tunakumbuka tuzo hii alishawahi kuchukua nyota wa Tanzania Mbwana Samata kipindi yuko TP Mazembe, naye pia aliweza kushinda tuzo ya mwana soka bora wa mwaka kwa wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani. Fiston Mayele aliwezesha timu yake ya Pyramids msimu uliopita kushinda taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini tuzo kipengele kingine kilikuwa ni kipengele cha golikipa bora wa mwaka Afrika. Yasin Bono, golikipa wa Al Hilal na timu ya taifa ya Morocco, naye pia aliweza kushinda tuzo hiyo ya golikipa bora wa mwaka barani Afrika. Huyu ni golikipa wa taifa la Morocco. Nafahamu alicheza Spain pale akiwa na Sevilla, baadaye akaondoka kwenda Al Hilal. Amefanikiwa kutoa tuzo hii ya golikipa bora wa mwaka. Lakini kipengele kingine kilikuwa ni kipengele cha kocha bora wa mwaka. Kipengele ambacho ameshinda kocha wa timu ya taifa ya Cape Verde, anaitwa Bubista. Huyu amefanikisha Cape Verde kuweza kushinda kuweza kufuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia yao. Na kama ambavyo tunafahamu, Cape Verde ni taifa kadogo, lakini wao wameweza kufanikiwa kufuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia. Lakini kipengele kingine ambacho kilisubiriwa sana kwa hamu ni kipengele cha mwanadada bora wa mwaka, mchezaji bora wa mwaka kwa upande wa wanawake. Kipengele hiki ameweza kushinda mwanadada ambaye anacheza kwenye klabu ya Al Hilal ya pale Saudia ya wanawake, lakini pia huyu ni mwanadada ambaye anaichezea timu ya taifa ya Morocco, anaitwa Chizlane Chebakh. Yeye ameweza kutoa tuzo hiyo ya mwanasoka bora wa kike wa mwaka barani Afrika. Na tuzo ya mwisho kama ambavyo nilikuambia mwanzo, Achraf Hakimi aliweza kushinda tuzo Ballon d'Or ya mwaka Afrika, mchezaji bora wa mwaka Afrika. Na kama kawaida ilivyo kwa Achraf Hakimi, hakumwacha mama yake kwenye tuzo hizo. Usiku wa jana aliambatana na mama yake mzazi kwa ajili ya kwenda kuchukua tuzo hiyo, na baada ya kushinda tuzo hiyo aliweza kushukuru familia yake, kumshukuru shukrani za dhati alizipeleka kwa mama yake, lakini pia aliwashukuru watu wa Morocco. Na baada ya hapo kuna posti moja ambayo aliposti Instagram akiandika, nataka nikusomee alivyooneshwa kufurahi kushinda tuzo hiyo ya mwanasoka bora wa mwaka. Achraf Hakimi ameandika, a recognition that crowns years of hard work, success and unforgettable moments. My gratitude goes to my family, my teammates and everyone who works with me every day, on and off the pitch, on and off the field. Your trust, dedications and supports make me stronger and allow me to grow. Thank you to all the Moroccan people for always standing behind me. I hope these moments inspires every child in our country and across our continent to believe in their dreams and fight for them. Hii ni posti ambayo aliweka Achraf Hakimi baada ya kushinda tuzo hiyo ya mwanasoka bora wa mwaka barani Afrika. Lakini pia nataka niangalie Fiston Mayele baada ya kushinda tuzo ya mchezaji bora wa ndani ameweza kuandika nini kwenye ukurasa wake. Yeye mpaka sasa
hajaposti kitu chochote, lakini kuna posti ambazo amepewa kolabo na chama cha soka cha Kongo ambacho wameandika Fiston Mayele. Nataka nikusomea andiko zima. Anasema Mayele scaled best interclub African player 2025, new dedication to Congolese football. Fiston Kalala Mayele badged the prestigious title of Best African Interclub Player of the Year 2025 at the CAF Awards 2025, rewarding his masterful impact on continent competition. Author of XXL performance, the decisive in key moments and the true offensive leader, Mayele is establishing himself as one of the major faces of modern African football. These distinctions highlight his hard work, sense, purpose, and the decisive influence in his club pyramids and national pride. A well-deserved rewards. The Democratic Republic of Congo salutes the excellence of one of its brightest ambassadors. Hiyo ni posti ambayo imeonekana kwenye page ya Fiston Mayele baada ya kushinda tuzo hiyo ya mwanasoka bora barani Afrika. Lakini Clement Mzize yeye ameweza kuandika, Mwenyezi Mungu awabariki sana mashabiki wa kupiga kura na kunifanikisha kutoa tuzo hii. Pia nipende kuwashukuru wachezaji wenzangu pamoja na benchi la ufundi, naamini tulipambana kwa pamoja na kufanikisha kupata tuzo hii. Napenda kuwashukuru viongozi kwa kusimama na sisi kwenye kila hatua. Mungu awabariki sana. Bwana, hizi zilikuwa ni baadhi ya highlights za kwenye tuzo za wanasoka bora, wanamichezo bora ambao wamefanya vizuri msimu uliopita barani Afrika, ambazo zimefanyika jana pale jiji la Rabat pale Morocco. Lakini pia tulishuhudia rais wa Young Africans alikuwepo pale, lakini rais wa TFF alikuwepo pale, lakini pia katibu wa Wizara ya Michezo Tanzania Gerson Msigwa alikuwepo pale, na kama ambavyo tunafahamu marais wa Tanzania, Kenya na Uganda waliweza kupewa tuzo za heshima kwa kutambua mchango wao mkuu ambao umefanya kwenye soka barani Afrika. Bwana, salute, asante sana.